tulieleza tukasema, baada ya kutaja haya mambo yaliyokatazwa baada ya ihram, katushamaliza tukasema ukifanya katika moja ya haya mambo tuliyataja ambayo hayaruhusiwi kuyafanya, haya hapa: kunyoa, kupaka manukato, kuvaa nguo ambazo zimeshona kwa wanaume, alafu pia vile vile kuwinda wanyama. Sasa haya mambo, kwa ambaye atakayefanya mambo haya anakuwa na moja katika hali tatu kuyafanya mambo yale. Inawezekana mtu akayafanya mambo haya bila ya udhuru wala kuona haja ya yeye kufanya hivyo, basi mtu huyu yeye anapata madhambi na juu yake kutoa fidia. Ile tulihitaja fidia, nikafanya mambo haya hapa, tuliyataja haya alikuwa na viduara vyekundu. Akiyafanya haya, kuna hali zake. Kuna ambaye atafanya bila ya kuwa na udhuru wala kuwa na haja, huyo anapata madhambi na kwa kawaida itakuwa ni wajibu kutoa fidia. Hii ya kwanza. Hali ya pili, anafanya kwa haja, yani kama kuna haja kufanya katika haya mambo itaruhusiwa kufanya. Kama kuna haja, kwa kama kucha labda fulani labda nani ana haja kukata, inampelekea kukata yeye kucha, itaruhusiwa kufanya hivyo, lakini atatoa fidia. Ikiwa kuna haja atatoa kufanya, lakini atatoa fidia. Na kuna ambaye anafanya katika hali ya kuwa na udhuru, ima ni ajui, ni mjinga na udhuru wa kutokujua, au amesahau, au amelala, au akatezwa nguvu, huyu ana dhambi na wala hatatoa fidia. Tumeelewa sheitarishi? Ni haya mambo akiyafanya mtu bila kuwa na udhuru na bila kuwa na haja, anapata madhambi na itamwajibikia kutoa fidia. Na mtu wa pili anafanya mambo haya ila kuwa na udhuru, anafanya mambo haya kwa haja. Haya tuliyataja haya: kukata mti, kunyoa nywele na kadhalika. Ikiwa kuna haja hatapata madhambi, lakini atatoa nini? Atatoa fidia. Kama yuko mmoja sahabi, yeye alikuwa ana wale kama chawa kwenye nywele zake, anamsumbua chawa. Kwa Mtume akamwambia bana, akanyoa nywele zake ili ibada kumaliza, sababu chawa anamsumbua kwenye nywele. Sababu inaonekana na nywele kubwa, chawa akawa wameangania kwenye nywele au kunguni wale. Mtume akasema kamuru, akanyoa kwa sababu alikuwa na haja ya kufanya vile. Kwa huyu hatupata madhambi, lakini atatoa nini? Atatoa fidia. Lakini kuna mwingine anafanya haya ambayo yamekatazwa kuyafanya, ima hajui kama linaharibu, hairuhusiwi ikiwa mtu ameingia katika ihram kuyafanya, au akafanya kwa kusahau. Sababu watu wengi tulikuwa tunaona wanajisahau kule, mfano wakiwa wako kule Arafa, ile jua lilikuwa liko kali, ukuta mtu anachukua ile ihram mwanaume ayafunika kichwani, sijua kali mtu toa mtu wanajisahau watu. Sasa yule anajisahau bila kukusudia, yeye anakuwa anafidia, wala pia vile vile atopata dhambi. Unaona, mimi nitakuwa nimeishia hapo katika kuelezea ihram na kuelezea hizi miqati, kuelezea ihram na miqati. Sawa, wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Nashukuru sana kwa elimu na maelezo mazuri ambayo tumepitia mpaka kufika hapo. Sawa. Naam, Sheikh, tafadhali. Unasema kwamba wakati wa kuhirimia, nasema kwamba unahirimia umra na haji vinakwenda pamoja? Tofauti. Sisi tunakwenda kufanya ibada ya hija. Kutaja ibada hija ziko ngapi? Tulisema ziko tatu. Kuna ifrad, kuna tamattu, alafu kuna qiran. Sasa tunaifanya sisi ibada hija ambayo tunakwenda sisi kuifanya ni ile ya tamattu. Tamattu unafanya kwanza umra, alafu unakuja kufanya haji. Kwa sisi tukifika wakati tunapanda ndege, tushafika katika miqati, tuzitaje hizo miqati moja wapo.
tunasema labbaika Allahumma labbaika umra. Tunaingia, ukitamka maneno yale ushaingia katika ibada. Tunasuka, tuko airport, kote tuko katika ibada. Kwa yale yote tunataja uruhusiwi kuyafanya. Kwa makini, kukata kucha, kutoa nywele, kukata kucha, perfume uruhusiwi kufanya. Tushafika tunafanya ibada ya umra, ushamaliza umra tunatoa zile nguo sasa. Pale tunakuwa tuko huru. Yote tunaruhusiwa, kama mtu ana mke inaruhusiwa. Alafu mwezi 8 sasa tutakuja kutaja safari ya hija katika zile siku zake kuanzia 8 mpaka mwisho. Tunaelimia ibada ya hija. Nasema Allahumma labbaika hajja. Allahumma labbaika hajja. Kwa tunaanza nayo kuanzia mwezi 8 mpaka mwezi 12. Kwa nia aziko kwa pamoja. Kama ni tamatu unaweka nia ya umra kwanza, unafanya umra, ukishamaliza umra unasubiria mwezi 8 ndio unaelimia ibada ya haji. Naam. Zile nywele unakuwa unaweza ukazifunga mafungu, ukazifunga mafungu matatu, unazikusanya hivi mafungu matatu, ukazikusanya, alafu kila ni moja unakuwa na mkasi unakata pap, na fungu lingine unakata pap, na lingine unakata pap, unakata juu, unashika someka mafungu yale kama kuna nanifaa unasuka wanaita mabutu. Sasa unaweka yakiwa hata matatu au mangapi, afuata kila fungu, kila nani moja unakata pale mwisho pap, na lingine unakata pap, na lingine basi shamaliza. Ukienda kule utaona kuna wanakuaga wanawafunza pale Maru wa juu, kuna wanawake pale wa Kiarabu wanakuwa wanawanyoa. Ukienda kule wanajua anaweka hivyo, anashika fungu moja anamkata, na lingine anamkata hivyo basi. Mwanamke haruhusiwi kunyoa nywele zake zote. Ni haramu kufanya hivyo. Nani? Jafar nywele anazo. Zile pale zile. Yaani hapo itapita mashine. Yani kwa mwanamke sasa hapa ana nywele kama hizo. Anapitisha, mashine itapitishwa mashine hapo juu. Mashine itapitishwa. Sababu kuna zile mashine sio mkasi sasa tena hapa. Itapita ambapo inaitwa makina. Ziko zile mashine zile. Tena na vizuri ziko mashine inapitishwa kichwa kizima basi. Sababu mwanamke atakuwa apunguze mwanamke, lakini mwanaume ndio ananyoa. Unakata siku fanya umra. Naam. Vizuri ni kuzikata hizo witi zile zikawa 3. La basi hakuna shida. Hata moja tu. Unaweza wakata yaani kama mwingine kasuka, wengine wamesuka wanasema nini? Kuna zingine wanasuka wanasema sio anahitaji maji sio Kilioni sio Kilimanjaro, kuna zingine zinakuja nyuma huko. Alafu wengine wanasuka zinakuja kwa juu. Sasa za juu unashika kule juu na unakatia juu pale. Na nyuma unashika zile unakata tu zote unakata. Yaani mwanamke ile pambo lake liko katika nywele zake. Ni pambo la mwanamke liko katika kama vile ilivyokuwa pambo la mwanaume kwenye ndevu. Ndio mapambo yako hivyo. Yaani mwanamke nywele afu mwanaume anakuwa na mapambo yao. Sasa tarishi. Kwa mwanamke so ananyoa upara, sababu wanashuhudia baadhi ya wanawake wamenyoa upara. Ile ni kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Okay, nitaka kusema pia nimeona siku ile tumemaliza kufanya umra. Kuna jamaa nafikiri wa Indonesia au sijui Maru pale pembeni. Nimeona wanatembea na vimkasi vidogo. Yaani anashika tu mwenyewe, wanakata mwenyewe tu. Kamaliza. Kwa hiyo amenyoa. Kwa mwanaume sio mwanaume. Yeye kapunguza. Mwanaume. Sasa mwanaume sasa yeye atakuwa mwanaume kama kupunguza. Sasa ni wanaume. Ile makosa. Nao wamekata tu hivi. Unajua kuna wanateleta nani? Inafanya kama ule ubrazameni kwenye nani. Mwanaume ukiambiwa kupunguza mwanaume, tekana mashine ipite katika sehemu ya kichwa chake chote. Mashine inapita kote kichwani. Kile unakata hivi, hiyo inakata mwanamke. Ndio amekata hivi. Na mashine walikuwa wanawaambia sana kule. Anakata hiyo ni makosa. Sawa, umefahamu mwanaume mashine inapita kote, na mwanaume ni vizuri kunyoa, lakini sisi tukienda kufanya umra kwanza tupunguze zile nywele, usinyoe nywele zote.
sababu mpaka hija inakuwa sio siku nyingi nywele zitachelewa kuota. Kwa unazipunguza zote juu juu ili uzije kuzinyoa tena ile siku ya 10, siku ya hija. Sawa. Na wallahu a'lam. Sawa. Shukrani sana. Majadiliano kama haya yanafanya tu kuwa na uelewa mzuri zaidi. Na naposema kwamba leo vitu ambavyo haviruhusiwi kufanya ni pamoja na kunyoa ndevu usiku. Yaani ukiwa ukishaingia katika ihram utakiwa kunyoa nywele zote kwa pani, ndevu zako za kichwani na sehemu kwingine huko. Ukishaingia katika ile ihram uruhusiwi. Na kama ukifanya kwa makusudi vile fidia unazo zile. Ufunge siku 3 au ulishe maskini 6. Na maskini 6 kila mmoja unampa nusu pishi. Kila mmoja unampa, au uchinje mbuzi. Na ule mbuzi unamgawa katika watu wa Maka kule. Kwa makusudi, lakini kama umefanya kwa kusahau au kutokujua au una fidia yote. Lakini ukifanya kwa haja pia, bali umenyoa nywele labda nywele zinawashawasha sana, umeshaingia katika nia lakini nywele unaziosha lakini unaruhusiwa kuzinyoa. Lakini utakuja kutoa nini? Fidia. Utakuja kutoa fidia. Lakini utapata madhambi. Wallahu a'lam. Sawa, shukrani sana. Sasa tuingie kwenye activity ndogo ambayo kabla ya kuanza kuifafanua ibada ya umra kwa ufupi. Tumeandaa pia activity. Hii ni mfano wa activity ambayo tulifanya wiki iliyopita kwenye hatua za haji, lakini hizi ni hatua za umra. Hivi vikaratasi au hizi kadi ambazo tumewapatia tumezivuruga. Mzee kwa kuna hizi ambayo leo ni vichache sana, viko 4. Leo viko 4. Na naamini zoezi leo litakuwa rahisi sana kwa sababu tangu tunaanza imeongelewa sana hivi vitu. Viko vinani 4 tu. Kwa hiyo tutumie dakika kama 2-3 kupangilia tu. Vipangilie hivyo shetarishi. Kuviweka vipangilie cha kwanza, cha pili. Ibada ipi inaanza mwanzo? Kama kunyoa nywele ndio ya kwanza iweke juu. Ya pili sai iweke hapo ya pili hivyo hivyo. Hivyo. Wewe pangilia tu hapo. Mpaka ya mwisho. Mama tayari? Mama shamaliza. Unamkusanyiwa? Sawa. Mama shamaliza. Sawa, ngoja umalize wote. Maliza wote. Shamaliza wote tuna nini? Mwanzo utawekea hivi. Mwanzo utaiweka. Sahihi. Sawa. Nadhani itakuwa zoezi jepesi hili. Kwa sababu viko vichache 4. Kama tayari basi tuendelee. Ziko 4 tu, ni chache. Tujipime. Alafu tutoe majibu sasa hivi. Hizi hatuzikusanye. Unajipima tunaangalia. Na utarekebisha, tutakuja tutaiweka hapo. Hapo ushapanga? Jafar ushaipanga Jafar? Ipanga vizuri bwana, step ipi naanza, ipi nafuata hivyo. Bahati mbaya sana leo hamna zawadi. Hayo swali jepesi hilo. Ni zawadi inabidi viwe 10 hivyo. Bahati sana leo hakuna zawadi. Sheikh Feruzi naona shamaliza. Sheikh Feruzi ngoja ni shekhe wake nione inshallah. Nione shekhe wake. Mashaallah. Alhamdulillah. Sawa. Tarishi bado kidogo. Tarishi bado. Ya kwanza inakaa mwisho. Inakaa vizuri Sheikh Feruzi. Ya mwanzo narudi katikati. Tarishi kishaziweka hapo utanipa niziangalie. Mama shaweka bipili. Mama Jafar shaweka. Jafar shaweka hivi si ndio? Huko correct. Ihram, tawaf, huko sawa. Huko sawa. Huko sawa. Masamrini mkague nani? Msamrini. Mkague na bipili hapa. Mama alikuwa amepatia. Au sasa wewe umekupangia. Shetarishi mtuone shetarishi. Tarishi ulioanza hii ni ya mwisho. Au umekuja hii sawa. Yaani avonipa tu hii kaka mwisho, lakini kuzigeuza ina maana inaanza hiyo ya kwa.
ya pili. Ndio. Inshallah umetahidi. Umekaa vizuri katika ugeuzaji, lakini zimekaa vizuri. Yaani ni kama ulipanga ukaweka hivi, afu mtu alichukua akaanzia huko kusoma. Kwa hiyo lakini ugeuza hivi. Mtiririko umekaa sawa. Sawa. So naamini baada ya somo hapa itakuwa vimekaa zaidi. Sawa. Ndio kwa bahati mbaya leo zawadi. Kwa bahati mbaya. Leo zawadi sana. Kwenye hili. Yes, nasema labda inaweza ikaja hapo mbele. Sawa.